Urusi imeipa onyo Marekani kupeleka wanajeshi wa ziada karibu na mipaka yake, ikisema kwamba Marekani haitobadilisha lolote, badala yake Washington itazidi kuharibu zaidi katika maeneo hayo yenye mipaka kati ya nchi za Ulaya na Urusi. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba kupunguza idadi ya wafanyakazi wa Marekani walioko barani Ulaya itakuwa ni hatua ya kimantiki na ambayo inaendana na wakati kuelekea kuleta utulivu katika kile alichokitaja kuwa ni hali isiyokuwa na usawa ya usalama iliyoundwa na sera za NATO. Kupeleka wanajeshi zaidi wa Marekani katika eneo hilo, hasa katika nchi ya Poland, kwa upande mwingine kungewaweka katika umbali wa kuvutia, Zakharova aliongeza. Alisema hatua hiyo itaongeza tu mvutano barani Ulaya na kulazimisha Urusi kujibu hatua za kiufundi za kijeshi. Zakharova alishutumu NATO kwa kusukuma bara kuelekea kwenye mzozo wa kujiua. Takribani wanajeshi 10,000 wanaotoa huduma za Marekani kwa sasa wamepelekwa nchini Poland, wengi wao kwa mzunguko, wakati karibu 80,000 wametumwa kote Ulaya. Poland inashiriki mpaka wa mkoa wa Kaliningrad na Urusi, eneo la bahari ya Baltic. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alifichua mipango ya kupeleka wanajeshi 5,000 wa ziada nchini Poland, mmoja wa wafuasi wenye sauti kubwa wa Ukraine katika mzozo na Urusi. Tangazo hilo limekuja baada ya Pentagon kusema kuwa itachelewesha mzunguko wa askari 4,000 ambao makamu wa Rais JD Vance baadaye alipuuza kama kucheleweshwa kwa kawaida. Trump mara kwa mara amekuwa akiwashutumu wanachama wa NATO kwa kushindwa kutumia fedha za kutosha katika ulinzi, na hivi karibuni alitangaza kuwaondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani, huku kukiwa na mzozo kati ya kina Berlin kuhusu vita na Iran. Rais Vladimir Putin amesema Urusi haina nia kuwashambulia wanachama wa NATO isipokuwa ishambuliwe kwanza. Maafisa wa Urusi wameshutumu nchi za Magharibi kwa ujeshi usiojali na kutaja upanuzi wa NATO wa maslahi kama moja sababu za mzozo wa Ukraine. Mnamo Alhamisi ya wiki hii, Sergei Narishkin, mkuu wa huduma za ujasusi wa kigeni wa Urusi, alisema NATO inajiandaa kwa mzozo mkubwa wa kijeshi katika eneo la Mashariki mwa Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani itatuma wanajeshi 5,000 wa ziada huko Poland, akitoa mfano wa kumuunga mkono rais wa kihafidhina wa nchi hiyo Karol Naurok. Hatua hiyo imekuja baada ya Pentagon kufuta ghafla mpango wa kuzungusha wanajeshi 4,000 wa Marekani huko Poland wiki iliyopita na kusababisha mkanganyiko miongoni mwa maafisa wa Poland. Kulingana na uchaguzi uliofanikiwa wa rais wa sasa wa Poland Karol Naurok, ambaye nilijivunia kumuunga mkono na uhusiano wetu naye, nina furaha kutangaza kwamba Marekani itatuma wanajeshi 5,000 zaidi nchini Poland, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social, jambo ambalo Urusi imesema inapaswa kutathmini upya jambo hilo, kwani litasababisha mgongano mpana wa kimaslahi katika eneo hilo la Mashariki mwa Ulaya. Ikulu ya White House na Pentagon bado hazijafafanua ikiwa wanajeshi wa ziada ambao Trump aliahidi ni brigedia ile ambayo mzunguko wake ulisitishwa au wanajeshi wataondolewa Ujerumani kama alivyosema Trump kupelekwa Poland. Trump amewashutumu mara kwa mara wanachama wa NATO wa Ulaya kwa kushindwa kulipa vya kutosha kwa ajili ya ulinzi wa Marekani, huku akichukulia kupelekwa kwa wanajeshi kama thawabu ya kisiasa. Ikulu ya White House imeripotiwa kuandaa orodha ya watukutu na orodha nzuri ya wanachama wa NATO ambao wamekuwa mstari wa mbele kuunga mkono sera za Washington pamoja na vita vyake vya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.